Karibu Tabora, karibu Toronto. Sisi kwanza watu ni wadogo, hatuwezi kulingana na wao, watu wazito wakubwa. Alafu sisi ukizingatia timu yetu ni ya mtu binafsi, afu ya kwao ni timu taasisi. Mashindano ya Netball Tanzania Bara 2025 yanaingia siku ya 6 na kuzidi kushika kasi hapa katika viwanja vya shule ya sekondari ya wasichana manispaa ya Tabora, ambapo jumla ya timu 13 zinashiriki. Kati ya hizo 2 ni kutoka mkoani Tabora. Kwa majina naitwa Lucy Richard Sylvester, ni mwenyekiti wa mashindano ya klabu bingwa Netball Tanzania. Katika mashindano haya safari imeshiriki timu 13 badala ya timu 22. Kwa hiyo mpaka sasa hizi mashindano yanaendelea vizuri. Timu zilizoshiriki mpaka sasa hivi ni TAMISEMI, Nika, JKT Mbweni, Polisi ya Arusha, Nzega Queens, Capital ya Kaliua, kuna timu ya uhamiaji na zingine. Lakini katika mashindano haya mpaka sasa hizi bado tumepata msimamo kwa sababu mechi bado zinaendelea, wengine wana mechi 2, wengine wana mechi 3. Kwa hiyo msimamo bado, lakini mpaka sasa hivi hatujapata majeruhi aina yoyote, mechi zinaendelea vizuri. Pia kwa upande wa waamuzi safari hii, waamuzi wanachezesha wako fair kabisa. Na ni mara ya kwanza kuleta mashindano katika mkoa wa Tabora, lakini tunashukuru sana viongozi wa chama cha Netball Tabora pamoja na uongozi mzima wa mkoa wa Tabora pamoja na mlezi wao RPC ambaye ni mlezi wa chama cha Netball mkoa wa Manyara. Wameonyesha ushirikiano mkubwa toka siku tulipoleta barua ya mashindano mpaka sasa hivi. Katika mashindano haya mkoa wa Tabora unawakilishwa na Capital City kutoka Kaliua na Nzega Queens kutoka Nzega. Timu nyingine ni pamoja na uhamiaji, Jeshi, JKT Mbweni, Suma JKT kutoka Katavi, Polisi ya Arusha, TAMISEMI, Dodoma Jiji, Compassion kutoka Mpwapwa, Nyika Queens, IAA kutoka Arusha na Magereza Queens, ambapo kapteni wa timu hii Mariam Kilunda anaeleza walivyoanza mashindano haya. Kwa ujumla sisi tumecheza game 4 na tumeshinda game zote 4. Game ya kwanza tulianza na JKT, tuliwafunga 46 kwa 40. Game ya pili tulicheza Magereza na Nzega, magoli yalikuwa ni 71 kwa 22. Game ya tatu tulicheza Magereza na IAA, magoli yalikuwa 46 kwa 32. Leo pia tumecheza game yetu ya 4 ambapo tumecheza na Nyika, tumetoka magoli 60 kwa 43. Hali ya hewa ni joto, lakini kwa sisi wachezaji tunakopa na hali ya hewa yoyote tunayokutana nayo. Kweli Tabora kuna joto kwa sababu sehemu tulipotokea kuna baridi, lakini tumeendana nayo hali ya hewa. Matarajio yetu ni kuendelea kushinda game zote zilizobaki na kuchukua ushindi wa kwanza. Kwa upande wa timu ya Capital City kutoka Kaliua ambayo leo imemenyana vikali na bingwa mtetezi timu ya TAMISEMI, imebugizwa vikapu 94 kwa 13, na hapa muangalizi wa timu hii Mwakami Shirumba, licha ya kushuhudia karamu ya magoli tangu kuanzwa kwa mechi hizi, anaonesha kutokata tamaa, ndoto ikiwa ni kufikia ushindi katika mashindano haya. Leo tumecheza na timu nzito. Yaani ukisikia timu nzito ndo hii ya leo. Bingwa mtetezi. Mwaka jana alikuwa ni bingwa, kwa hiyo mwaka na pambania kombe lake. Tumecheza naye, hatukutaka kushindana naye, ila tulikuwa tunacheza kulingana na uwezo wetu. Tumecheza, ametupeleka, lakini mwisho wa dakika amechoka mwenyewe, akawa anaanguka, anatufanyia contact, anatuvuta, vitu vidogo lakini vina uwezo. Tumeonyesha uwezo wetu. Ametufunga magoli 94, sisi tumefunga magoli 17. Kwa ukiangalia hapo timu nzito na ndio inayowakilisha taifa. Timu changa ndio mara yake ya kwanza kushiriki ligi. Kwa kuna kitu. Of course naipongeza timu yangu, tunapongeza mkoa wetu. Hatujakata tamaa kwamba kisa tumecheza na timu nzito, timu kubwa, sijui bingwa. No, sisi tunaendelea kusonga mbele. Tupo bado. Tutapambania mkoa wetu, tutawakilisha mkoa wetu. Tutakuwa pamoja mpaka dakika ya mwisho. Chonde kwa wanatabora, tujitokeze kuja kushuhudia mashindano haya, kwani hii ni fursa ya kipekee kwa mashindano haya kuletwa hapa mkoani kwetu Tabora. Tuko kwenye mchakato wa kupanga zawadi, kwa sababu tukitangaza mapema inaweza ikaleta madhara makubwa. Kwa hiyo ikishafika tukishaanza kupata msimamo sasa, ili kila mtu aonyeshe uwezo wake, tutatangaza mapema mpaka itakapomaliza mashindano haya. Mchezaji kama mchezaji, kitu cha kwanza kinachokubeba ni nidhamu. Nidhamu kwanza. Ukishakuwa na nidhamu, mambo mengine yatafuata. Yes, unaweza ukafungwa, lakini ukionyesha nidhamu yako ikakubeba nidhamu.
washabiki sio wengi kwa sababu kwanza viwanja vyenyewe viko mjini, viko mbali, tuko Tabora Girls, lakini kuna wakati wanakuja muda wa jioni, ila ninachoomba washabiki, wadau wa michezo pamoja na wengine wote, tunawakaribisha sana kwenye viwanja vya Tabora Girls. Kupitia YouTube channel, gonga na subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.